Boubacar Jammeh, mchezaji wa kimataifa wa Gambia aliyesajiliwa na Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo, ameanza vyema maisha yake katika klabu ya Yanga katika mechi rasmi leo hii baada ya kufunga mabao yote mawili, wakati Yanga ikipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Cosmopolitan katika mechi yao ya 64 bora ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, na hivyo Yanga kutinga katika hatua ya 32 bora. Boubacar Jammeh, mchezaji mpya wa Yanga, alipata nafasi ya kucheza mechi yake ya kwanza kwa Yanga baada ya kupangwa na kocha Pedro Gonçalves, ambapo katika dakika ya 13 aliifungia bao la utangulizi kabla ya kuongeza bao jingine katika dakika ya 23, yote akiafunga kwa ustadi mkubwa kutokana na pasi kutoka kwa Mudathir Yahya Abbas katika mechi ambayo kwenye eneo la ushambuliaji Yanga walianza na Prince Mpumelo Dube, Alan Okello, Mudathir Yahya Abbas akawa akicheza nyuma ya Prince Mpumelo Dube, huku Boubacar Jammeh akionekana kutokea upande wa kushoto. Wengine walioanza katika eneo la kati ni pamoja na Mohamed Damaro Kamara, lakini vile vile Lassine Kouma, wakati kwenye ulinzi alikuwapo Kwasi Atula Yao aliyecheza mpaka dakika 77 kabla kubadilishwa na kuingia Kibwana Shomari, golikipa Abu Twalibu Msheri, wakati beki wa pembeni kushoto alikuwepo Shadrack Isaka Boka, huku walinzi wa kati akiwepo Bakari Nondo Mwamnyeto na Frank Asinki. Ni katika mechi ambayo Yanga kwa dakika zote 90 za mchezo walikuwa wakiumiliki zaidi mpira, lakini Cosmopolitan, mabingwa wa zamani nchini, ambao mwaka 1967 rekodi zinaonyesha alitoa ubingwa wa ligi kuu nchini, wao katika muda mwingi wa mchezo kama ilivyotarajiwa walikuwa wakizuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza kupitia kwa wachezaji wao kama Hamis, lakini pia Muksin ambaye alipiga shuti moja katika kipindi cha kwanza lililogonga nguzo. Ni katika mchezo ambao Yanga kama ilivyotarajiwa wakicheza dhidi ya Cosmopolitan ambayo hivi sasa inashiriki ligi daraja la pili kwa utaratibu wa zamani, lakini ni FDL, First Division League, wakiwa wanashika nafasi ya pili kwenye kundi lao kwenye ligi daraja la pili ya FDL, wakiwa wamecheza michezo 7, wameshinda 4, huku wakiwa wameruhusu mabao 3 katika ligi yao baada ya michezo 7. Leo hii cheza yao ilikuwa ni kuzuia zaidi. Kwa muda mrefu katika mchezo walikuwa na idadi kubwa kwenye eneo lao, wakiminya Yanga kupata nafasi za wazi za kufanya majaribio ya kufunga. Kwa ujumla wake walionekana kucheza vizuri katika jukumu hilo la kuzuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza, lakini ubora wa mchezaji mmoja mmoja mwisho wa siku ukawafanya wajikute wakipoteza kwa matokeo haya ya mabao 2-0. Yanga katika dakika zote 90 za mchezo ilimiliki mpira kwa wastani wa 64% dhidi ya 36% za Cosmopolitan, lakini nakumbukwa mpaka mapumziko Yanga ilikuwa kimiliki mpira kwa 69%. Kwa lugha nyingine, kipindi cha pili Cosmopolitan kwenye eneo la umiliki wa mpira wali challenge zaidi Yanga na matokeo yake kwa wastani ikawa ni umiliki huu. Lakini kwenye mashuti Yanga licha ya kumiliki sana mpira, mashuti aliyopiga mechi nzima yalikuwa mashuti 9, lakini 5 ambayo ni zaidi ya 50% yalilenga shabaha, huku wapinzani wao Cosmo walipiga mashuti 5, 2 yamelenga shabaha, na matokeo yake kwenye kona kuashiria namna gani ambavyo Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves ilikuwa ikishambulia zaidi, huku Cosmopolitan watoto wa mjini wakizuia zaidi. Ni kwamba Yanga katika mechi nzima walipiga kona 11, ilhali Cosmo wakiwa hawana kona yoyote kwa dakika zote 90 za mchezo. Miongoni mwa mambo ambayo yaliwawezesha Yanga kupata mabao, kupata ushindi katika mchezo huu muhimu wa mtoano ni kama ilivyotoka kueleza awali, ubora wa mchezaji mmoja mmoja uliowasaidia, kwa maana kwenye kucheza as a team Cosmo walikuwa wazuri pia katika kuzuia, lakini golikipa wao pia akifanya kazi kubwa kwa kucheza michomo 3 kati ya 5 iliyopigwa kulenga shabaha. Lakini katika kipindi cha pili Cosmo walionekana katika jukumu hilo la kuzuia zaidi walifanya vizuri zaidi, kwa sababu Yanga katika kipindi chote cha pili hawakuweza kuongeza mabao licha ya mabadiliko aliyofanya, ikiwamo kutoka kwa Prince Mpumelo Dube kuingia kwa Loriendo Depu, lakini vile vile kutoka kwa Kwasi Atula Yao dakika 77 kuingia kwa Kibwana Shomari. Aliingia pia Aziz Andabwile miongoni mwa wale waliokuja kuingia, lakini pamoja na mabadiliko yote yaliyofanyika ikiwamo kutoka kwa Alan Okello, bado matokeo yalikuwa haya ni mabao 2. Ushindi huu umewezesha Yanga kutinga hatua ya 32 bora, ikiwa ni mwendelezo
wa kile walichokifanya katika misimu minne mfululizo wakitoa taji hili, ambapo wameshinda Yanga katika mechi 24 zilizopita. Kati ya hizo 3 wakishinda kwa mikwaju ya penalty, mechi dhidi ya Geita Gold ya robo finali katika michuano mojawapo, mechi ya finali dhidi ya Azam finali mojawapo Yanga alilazimika kushinda kwa mikwaju ya penalty, lakini mechi dhidi ya Coastal Union ambayo kwenye msimu huo wakati kitoa ubingwa, mechi ya finali pale kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, mabao 3-3 kwa dakika 90 kwenye mikwaju ya penalty, Yanga ikashinda 4-1. Lakini mechi 21 Yanga ilikuwa imeshinda kwenye open play, mchezo wa wazi. Na leo hii sasa wanatimiza mchezo wa 25 Yanga wakishinda yote katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Ushindi wa leo hii wa Yanga wa mabao 2-0 ni tofauti na vile walivyofanya msimu uliopita, ambapo katika mechi ya kwanza walicheza dhidi ya Kopko walishinda kwa mabao 5-0. Ni katika msimu ambao wa 24-25 Yanga walitoa ubingwa baada ya kufunga mabao 22 wakiruhusu mabao 2 tu, ambayo ni yale ya Coastal Union wakati Yanga wakishinda 3-1 na Stand United wakati Yanga wakishinda 8-1. Mechi nyingine baada ya kuifunga Kopko mabao 5-0, baada ya kuifunga Coastal Union 3-1, waliifunga Songea United 2-0, lakini baada ya Stand United mabao 8-1 waliifunga pia JKT Tanzania 2-0 katika nusu finali, na finali wakaifunga Singida Black Stars mabao 2-0. Yanga wameanza kwa gia hii ya mabao 2-0 yaliyofungwa na Boubacar Jammeh. Alianza vyema maisha katika klabu yake mpya ya Yanga, mchezaji wa kimataifa wa Gambia aliyekuwa akicheza soka lake kule nchini Angola, na sasa baada ya kusajiliwa katika dirisha dogo amewezesha Yanga kuanza na ushindi huu wa mabao 2-0, ikiwa ni harakati zao za kuwania taji la 5 mfululizo la kombe la shirikisho la benki ya CRDB baada ya kulitoa mara 4 mfululizo. Katika mechi ya leo, pamoja na mambo mazuri kwao kwa kupata ushindi huo, miongoni mwa mambo ambayo Yanga wanapaswa kufanyia kazi ni pamoja na kutumia vizuri nafasi wanazopata, kwa sababu kuelekea mapumziko kuna wakati Alan Okello kulikuwa na nafasi nzuri ya Yanga kuweza kufunga bao lingine, wenzake wakiwa wamefunguka vizuri. Dube alikuwepo, Boubacar Jammeh, Mudathir Abbas, lakini alilazimisha walau naye afunge kwa kupiga chenga na kujaribu kufunga mpira ambao ulikuwa blocked, na sababu inafahamika wazi. Alan Okello tangu atue, licha ya kucheza vizuri sana, lakini bado hajafunga bao. Pengine alikuwa anataka na yeye aanze kutikisa wavu, jambo ambalo hakufanikiwa. Lau kama angepasiwa wenzake wangeweza kufunga, lakini mambo mengi Yanga alikuwa mazuri leo hii kwa sababu walimiliki mpira kwa usahihi na kuzuia kwa usahihi mashambulizi ya kushtukiza kutoka kwa Cosmopolitan. Walionekana kuwa wazuri katika eneo hilo, lakini wakizidiwa kwa mbinu za Yanga katika kuzuia. Wote performance kwa Boubacar Jammeh. Swali ni kwamba je, Buba ataendeleza kile alichokionyesha leo hii, akifunga mabao kwa utulivu, sio kupiga mashuti kama anauanyuka karibu na lango, akitumia vyema pasi kutoka kwa Mudathir Abbas. Ameanza vizuri, ataendeleza? Maana bado Yanga wana mechi 22 katika ligi kuu Tanzania bara ili kutetea taji lao la 5 mfululizo la ligi kuu, lakini katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB hii ni mechi ya kwanza, bado mechi 5 endapo watafanikiwa kwenda mpaka fainali. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona nini kitakachotokea kwa Yanga yenyewe na mchezaji huyu wa mpya akicheza mechi yake ya kwanza leo hii, Boubacar Jammeh aka Buba. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.